ibada ya Jumatano ya mwisho katika majira haya ya Kwaresima, sakramenti ya meza ya Bwana, mwili wa kweli na damu ya kweli ya Yesu Kristo ndio neno letu kuu ambalo tumepewa katika ibada hii ya Jumatano ya mwisho ya Kwaresima. Tuanze ibada hii katika jina la Mungu Baba, Mwana na Roho Mtakatifu. Amen. Amen. Kumbuka Getsemane, asongapo Shetani, Mwokozi ukamwone, ateswavyo shambani, nao uchungu wewe aombapo kumbuka. Tushirikiane kusoma Zaburi ya 98 mstari wa kwanza hadi wa 4. Zaburi ya 98 mstari wa kwanza hadi wa 4. Tusome kwa kupokezana. Zaburi ya 98 mstari wa kwanza hadi wa 4. Na watangulia kusoma Zaburi ya 98 mstari wa kwanza hadi wa 4. Mwimbieni Bwana wimbo mpya, kwa maana ametenda mambo ya ajabu. Mkono wa kuume wake mwenyewe, mkono wake mtakatifu umemtendea wokovu. Amezikumbuka rehema zake na uaminifu wake kwa nyumba ya Israeli. Miisho yote ya dunia imeuona wokovu wa Mungu wetu. Amen. Tuombe. Baba wa mbinguni, Mungu muweza wa yote, uishie na kumiliki na kutawala milele na milele, watoto wako tuko mbele zako, tunakutukuza na kulihimidi jina lako. Asante kwa kuwa umetutunza katika majira yote, umekuwa pamoja nasi. Tumeziona fadhili zako, tumeuona wema wako, tumeziona rehema zako na upendo wako usiopimika kwetu. Baba, tunakutukuza. Na sasa Bwana, tunasogea mbele zako. Tumekuja nyumbani mwako kwa ajili ya kukuabudu, kwa ajili ya kukutukuza. Tunaomba ukatupe utulivu, ukatupe usikivu, ili kila kinachotoka kwenye madhabahu yako kipenye kwenye masikio yetu. Na tunaposogea mbele zako kwa njia ya toba, tunaomba Bwana ukapate kutukubali na kutuhurumia, ukapate kuturehemia sawa sawa na mapenzi yako. Na zaidi ya yote, nguvu zako zikawe pamoja nasi katika ibada hii. Utufunike kwa utukufu wako, utisho wako ukaitande tena madhabahu yako, na kila aliyeingia nyumbani mwako akutane na wewe Bwana, asikutane na mwanadamu. Akutane na neno la matumaini, akutane na neno la faraja, akutane na neno la kuganga jeraha zake zote. Na mwisho Bwana, amani yako ikapate kumkalia kila mmoja, na hata aliyekuja imani yake ikiwa imeinama kupitia neno lako na sala, Baba ukapate kumuinua, imani yake ikapate kuinuka, na akaondoke akiwa na ushindi utokao kwako. Atakayeingia aliye na udhaifu katika nyumba yako hii Bwana, ukamponye kutoka patakatifu pako, aondoke akiwa na uzima, kwa sababu neno lako limejaa uzima, neno lako limejaa matumaini, neno lako limejaa faraja. Ndio maana tumejinyenyekesha kwako Bwana, ili tupate kupewa rehema na wewe. Ni katika jina la Yesu, amen. Ibada yetu inapatikana ukurasa wa 386. Ukurasa wa 386.
na 6. Mtazame Yesu, mfalme wa amani, aliyeubeba msalaba bila aibu. Aliacha furaha na utukufu, akanyenyekea mpaka mauti. Sasa ameketi mkono wa kuume kwenye kiti cha kifalme cha Mungu. Mfalme huyu alikukomboa kutoka mauti na kaburi, akakuvika taji ya neema na msamaha. Bwana yu karibu na wanyenyekevu wote, wenye roho za kutubu anawasikiliza. Hivyo tumkaribie kwa unyenyekevu na imani, tukitubu dhambi zetu hivi. Mimi mwenye dhambi natubu mbele zako, kwani ni wewe pekee uliye muumbaji wangu na mkombozi wangu. Nimekukosea mara kwa mara kwa mawazo, maneno na matendo. Nakiri mbele zako kwamba nimezaliwa nikiwa katika hali ya dhambi. Sasa e Bwana, nakuomba msamaha wako, na kuomba unihurumie na kuniokoa mimi mwenye dhambi. Amen. Mwana-Kondoo wa Mungu, uichukuaye dhambi ya ulimwengu, uturehemu. Mwana-Kondoo wa Mungu, uichukuaye dhambi ya ulimwengu, uturehemu. Mwana-Kondoo wa Mungu, uichukuaye dhambi ya ulimwengu, utupe amani yako. Amen. Nami kwa mamlaka aliyolipa Mungu kanisa lake kuwafungulia watu dhambi zao, ninakutangazia kwamba dhambi zako zote zimesamehewa, katika jina la Mungu Baba na la Mwana na la Roho Mtakatifu. Amen. Mwana-Kondoo wa Mungu, uichukuaye dhambi ya ulimwengu, uturehemu. Mwana-Kondoo wa Mungu, uichukuaye dhambi ya ulimwengu, uturehemu. Mwana-Kondoo wa Mungu, uichukuaye dhambi ya ulimwengu, utupe amani yako. Amen. Aya, siku Jumatano katika Juma Takatifu, nayo inasema, Mungu asema hivi: kwa hiyo nitamgawia sehemu pamoja na wakuu, kwa sababu alimwaga nafsi yake hata kufa, alichukua dhambi zetu kwa watu wengi. Tuombe. E Mungu, uliyependa mwana wako avumilie msalaba ili azivunjilie mbali nguvu za Shetani, twakuomba utujalie neema ya kufufuka kwa Yesu Kristo mwana wako na Bwana wetu. Amen. Sikilizeni neno la Mungu kama litakavyosomwa na msomaji wetu. Tusikie neno la Mungu kutoka Injili ya Marko sura ile ya 14 mstari wa 22 hadi wa 25. Injili kama ilivyoandikwa Marko mtakatifu sura ile ya 14 mstari wa 22
hadi wa 25, Marko 14:22 hadi 25. Msomaji karibu. Nitasoma kwa msaada wa Mungu. Amen. Nao walipokuwa wakila, alitwaa mkate, akabariki, akaumega, akawapa akisema, twaeni, huu ndio mwili wangu. Akatwaa kikombe, akashukuru, akawapa, wakakinywea wote. Akawaambia, hii ndiyo damu yangu ya agano, imwagikayo kwa ajili ya wengi. Amin, nawaambia ninyi, sitakunywa tena kabisa uzao wa mzabibu, hata siku ile nitakapounywa mpya katika ufalme wa Mungu. Na hili ndilo neno la Mungu. Tumshukuru Mungu. Tukiri kwa pamoja imani yetu ya Kikristo, imani ya mitume. Namwamini Mungu Baba Mwenyezi, muumba wa mbingu na nchi. Namwamini Yesu Kristo, mwana wake wa pekee, Bwana wetu, aliyechukuliwa mimba kwa uwezo wa Roho Mtakatifu, akazaliwa na Bikira Mariamu, akateswa zamani za Pontio Pilato, akasulubiwa, akafa, akazikwa, akashuka kuzimu. Siku ya tatu akafufuka kutoka kwa wafu, akapaa mbinguni, ameketi mkono wa kuume wa Mungu Baba Mwenyezi. Kutoka huko atakuja kwa hukumu walio hai na wafu. Namwamini Roho Mtakatifu, kanisa takatifu la Kikristo lililo moja tu, ushirika wa watakatifu, ondoleo la dhambi, fufuliwa kwa mwili na uzima wa milele. Amen. Washarika kaeni. Bwana Yesu asifiwe. Katika ibada hii tutakuwa na toleo moja la shukrani ya Kwaresima, lakini tutatoa nafasi kwa wale ambao mmejiandaa kumshukuru Mungu kwa mambo mbalimbali aliyowatendea. Kwa hiyo tutatoa nafasi ya shukrani. Kwa hiyo wakati huu kwaya zitakapokuwa zinaimba, niombe wale ambao mna shukrani mtakuwa mnajiandaa, tutawapa hiyo nafasi. Na toleo la Kwaresima tutalitoa mwishoni baada ya mahubiri. Niombe tuanze na kwaya ya imani. Baada ya kwaya ya imani, kwaya ya vijana, na mara baada ya kwaya ya vijana wale ambao mtakuwa mmejiandaa kwa shukrani tutawaita kama mpo. Kwaya ya imani wimbo mmoja, baada ya kwaya ya imani kwaya ya vijana. Neno litakalotuongoza kwa shukrani kwa wale waliojiandaa ni kutoka Mambo ya Nyakati wa Kwanza sura ya 16 mstari wa 8 hadi wa 9. Mambo ya Nyakati wa Kwanza 16 mstari wa 8 hadi wa 9. Neno la Mungu linasema, mshukuruni Bwana, litieni jina lake, wajulisheni watu matendo yake. Mwimbieni kwa zaburi, zitafakarini ajabu zake zote. Amen. Tuombe. Mungu uhimidiwe peke yako, wewe uliye mwema na mwaminifu katika maisha yetu. Unatulinda, unatupigania katika mambo mengi mbalimbali. Nyakati za hatari wewe uko karibu yetu, nyakati za dhiki uko karibu yetu, nyakati za kufanikiwa uko katikati yetu. Ndio maana tunakushukuru na kuliimbia jina lako kwa sababu ya matendo yako makuu na ajabu zako ndio tunazozitafakari kwenye maisha yetu. Tazama, watoto wako wameona ni vema kukushukuru wewe kila wakati kwa ajili ya matendo makuu ambayo umeyatenda kwenye maisha yao. Baba, ninakusihi watoto wako wanapokutolea shukrani, hii shukrani wanayoleta madhabahuni pako ikafanyike ufunguo kwenye maisha yao, ikafanyike ufunguo kwenye kazi zao, ikafanyike ufunguo kwenye nyumba zao na kwenye familia zao na kwenye kila wanachokitenda. Tazama, yuko ambaye ana jambo lake anakuomba. Mungu, ninakusihi kupitia shukrani hiyo anayoileta ukamfanikisha, ukampe majibu sawa sawa na mapenzi yako. Na kama kuna chochote kimeweka zuio kwa ajili ya kile anachokuomba,
kinaleta zuio kwa ajili ya majibu kuyapata, ninasimama kinyume na hiyo roho iliyosimama katika jina la Yesu. Ninaiachilia damu yako ambayo ni ufunguo ipite ikaharibu kila kazi za yule adui katika jina la Yesu. Na chochote kilichotanda kwenye barabara, ninanyunyiza damu yako, na damu yako ikakiharibu kabisa, na mwisho njia zake zikapate kufunguka, akapate kupokea yale majibu, na akapate kufanikiwa sawa sawa na mapenzi yako. Mungu, ninaamini wewe ni mwema. Haujawahi kumtupa mtu anapokukimbilia. Anapokukimbilia Bwana, unamkumbatia na kumpa faraja itokayo kwako. Unampa kicheko sawa sawa na mapenzi yako. Hivyo Mungu, watoto wako wanapokuja kukushukuru, iwe nyakati zao za kuburudishwa, iwe ni saa yao ya kuburudishwa, iwe ni wakati wa kujiliwa kwao sawa sawa na mapenzi yako. Utukufu na heshima na kurudishia katika jina la Mungu Baba, Mwana na Roho Mtakatifu. Amen. Washarika kaheni. Ni waalike wote ambao mmejiandaa kwa shukurani, mje wote kwa pamoja. Praise mnaweza kuwaleta wakati wanakuja. Wimbo namba 98 beti wa kwanza, wakati wote mliojiandaa kwa shukurani mnakuja. Shukrani ya fungu la 10, shukrani ya malimbuko, shukrani ya pekee, shukrani zote kwa pamoja, sadaka za siri na naziri. Basi waliojiandaa karibuni mbele. Karibu praise. Shukrani, shukrani na shukuru kwa yote aliyoyatenda. Nimebarikiwa, niko salama, Yesu na shukuru. Ambao sogea mbele za Bwana kumtukuza yeye. Nitakukumbuka, kwa hiyo na kungojea, e Bwana, kwa kuwa hujapo mara ya pili Mungu wetu mtakatifu, Baba yetu wa mbinguni, tunasogea mbele za uso wako tena jioni hii ya jua kupunga. Tunahitaji tena kusikia sauti yako, maelekezo yako, maonyo na mafundisho yako. Tunaomba Bwana utuelekeze, utushauri, utufundishe na utuonye katika yale yote tunaopaswa kuyatenda, ili tuweze kutenda kwa ukamilifu kwa ajili ya utukufu wako. Neno lako liwe taa ya mwanga wa njia zetu. Neno lako liwe uzima wetu, liwe nguvu yetu, liwe uponyaji wetu. Na neno lako likasimame na kufanyika faraja yetu na msaada wa karibu kila wakati, ili kila mmoja akutukuze na kuinua daima, kwa Yesu Kristo Bwana wetu. Amen. Nitasoma tena katika kitabu cha Marko 14:22 mpaka 25 kama ambavyo tumesomewa na msomaji wetu. Nao walipokuwa wakila, alitoa mkate, akabariki, akaumega, akawapa, akasema, twaeni, huu ndio mwili wangu. Akatoa kikombe, akashukuru, akawapa, wakakinywea wote. Akawaambia, hii ndiyo damu yangu ya agano, imwagikayo kwa ajili ya wengi. Amini nawaambia ninyi, sitakunywa tena kabisa uzao wa mzabibu, hata siku ile nitakapokunywa mpya katika ufalme wa Mungu. Na hili ndilo neno la Bwana. Niombe mketi wa sharika. Wapendwa, Bwana Yesu apewe sifa. Tunamshukuru Mungu ambaye ameendelea kututunza kwa uaminifu wake katika majira haya yote ya Kwaresima, majira ya utulivu, majira ambayo yanatupa nafasi ya kutafakari maisha yetu, uhusiano wetu na Mungu, lakini pia kufanya matengenezo, ikiwa ni Jumatano yetu ya mwisho katika majira haya
ya Kwaresima tumepewa neno hili la Marko 14:22 mpaka 25 likiwa limebebwa na kichwa kinachosema sakramenti ya meza ya Bwana, mwili wa kweli na damu ya kweli. Na lengo la siku hii ya leo kusoma maandiko haya yameandaliwa kwenye kalenda yetu ya majira ya Kwaresima ni kwamba ituandae kwa ajili ya siku ya Alhamisi Kuu ambayo ni kesho, ili tunapokwenda kuingia kwenye siku hiyo ya kupokea mwili na damu ya Yesu Kristo tayari tuwe tumepata nafasi ya sisi wenyewe kujichunguza, kujihoji, kujitafakari, lakini pia kuikaribia madhabahu yake. Katika kanisa letu la Kilutheri tunazo sakramenti mbili, na sakramenti ya kwanza ni sakramenti ya ubatizo ambayo kwa Mkristo wa Kilutheri, awe mtu mzima awe mtoto, lazima maisha yake yaanze na ubatizo. Tunaamini kwamba nje na ubatizo haujawa Mkristo. Nje na ubatizo, uwe mtu mzima uwe mtu mdogo uwe mtoto, nje na ubatizo utakuwa ni mpagani tu kama wengine. Na ndio maana tunasisitiza kwamba Mungu akiwabariki kupata mtoto kwenye familia, sasa msimweke tu kwamba nyinyi wazazi ni Wakristo, kwamba na yeye Ukristo wenu unaweza ukamsaidia. Hawezi sana ukamsaidia kiroho kama hamjamleta kwenye ubatizo na yeye apokelewe kuwa mmoja wa kundi la wana wa Mungu. Anasema kilichozaliwa kwa mwili ni mwili na kilichozaliwa kwa roho ni roho. Kwa hiyo sakramenti ya kwanza ni ubatizo, na sakramenti hii ya ubatizo ndiyo inayotupeleka kuingia kwenye sakramenti ya pili ambayo ni chakula cha Bwana. Kwa hiyo tuna sakramenti mbili, ya kwanza ubatizo, ya pili ni meza ya Bwana au chakula cha Bwana. Na maana yake anayeruhusiwa kushiriki chakula cha Bwana ni yule ambaye tayari amepokea sakramenti ya kwanza ambayo ni ubatizo, na ambaye ameendelea kudumu katika neema ya ubatizo na kuishi katika agano hilo la ubatizo na kuenenda katika njia zinazompendeza Bwana. Kwa hiyo huyu anaruhusiwa sasa kupokea sakramenti ya pili ambayo ni chakula cha Bwana. Sakramenti hii ambayo tumepewa ya pili kuitafakari leo, wakati mwingine imekuwa na majina mengi. Wengine wameita ushirika mtakatifu, kama utakavyosoma kwa wakati wako kwenye Wakorintho wa kwanza 10:16. Wengine wanaita chakula cha Bwana, ukisoma Wakorintho wa kwanza 11:20. Wengine wanaita kumega mkate, ukisoma Matendo ya Mitume sura ya 2 mstari wa 42. Na wengine wanaita Ekaristi Takatifu, ukisoma Mathayo 26:26. Lakini pia wengine wanaita meza ya Bwana, ukisoma Wakorintho wa kwanza 10:21. Haya ni majina ambayo yanatambulisha tu kitu kimoja kwa ujumla wake, kwamba ni mwili na damu ya Yesu Kristo. Bwana Yesu asifiwe. Na sisi kama kanisa tunapozungumza hivi chakula cha Bwana, tunazungumza ni mwili wa kweli na damu ya kweli ya Bwana wetu Yesu Kristo, ambaye yeye mwenyewe katika neno lake anawaagiza wanafunzi wake akisema katika mstari wa 22, asema akautoa mkate akabariki akaumega akasema, twaeni, huu ndio mwili wangu. Bwana apewe sifa. Hakusema huu ndio mkate, lakini anasema huu ndio mwili wangu. Maana yake kama anamaanisha ni mwili wake, ni mwili wake kweli, na hakuna kingine kinachobadilisha. Macho yako na imani yako, sijajua unaposogea hapa unaona nini? Unaona mkate au unaona mwili wa Kristo? Namna macho yako na imani yako inavyoona ndivyo unavyopokea. Lakini Yesu anawaambia wanafunzi wake, twaeni, huu ndio mwili wangu. Kwa hiyo kama ni mwili wake, hakuna namna nyingine mbadala ya kuweka pale iwe mbadala wa mwili wa Yesu. Ni mwili wa Yesu kweli.
Lakini pia anasema twaeni mnywe, mstari wa 24 anasema akawaambia, hii ndiyo damu yangu ya agano imwagikayo kwa ajili ya wengi. Ukisoma Mathayo 26:28 ameongeza kidogo, anasema imwagikayo kwa ajili ya wengi kwa ondoleo la dhambi. Kwa hiyo anaonyesha hii ni damu, na hasemi huu ni mvinyo. Yeye alipoubariki akasema hii ni damu yangu imwagikayo ya agano jipya, imwagikayo kwa ajili ya wengi kwa ondoleo la dhambi. Kwa hiyo mwili wa Yesu Kristo tunapopokea, maana yake ni chakula kinachotupa nguvu za kiroho na za kimwili. Unapokula chakula cha kawaida, unakula ili upate nguvu na afya ya mwili. Lakini tunapokuja katika meza ya Bwana, tunapokea nguvu na afya zaidi ya ile ya chakula cha kawaida. Ndio maana inaitwa meza ya Bwana. Kanisa, Bwana Yesu asifiwe. Na ndio maana tumeacha meza zetu kwenye familia zetu na mahotelini na mahali pengine panapoweza kuandaliwa chakula kizuri, lakini tunakuja kwenye meza ya Bwana palipoandaliwa chakula kizuri kinachotupa nguvu ya kiroho na ya kimwili. Na Yesu mwenyewe anaendelea kutambulisha nguvu iliyoko katika mwili wake. Ukisoma Yohana sura ile ya 6 ule mstari wa 48, Yohana 6:48 na mpaka 51, Yesu anasema mimi ndimi chakula cha uzima. Baba zenu waliila mana jangwani wakafa, lakini anasema hiki ni chakula kishukacho kutoka mbinguni, kwamba mtu akile wala asife. Mimi ndimi chakula chenye uzima kilichoshuka kutoka mbinguni. Mtu akila chakula hiki ataishi milele, na chakula ninachotoa mimi ni mwili wangu kwa ajili ya uzima wa ulimwengu. Bwana apewe sifa. Kwa unaona Yesu anajitambulisha. Kula amesema, amewaambia twaeni, huu ndio mwili wangu. Sasa huku anajitambulisha, anasema mimi ndimi chakula cha uzima, kwamba mtu anayepokea mwili wake anao uzima. Lakini anaonyesha kwamba baba zetu walikula maana kule jangwani wakafa. Maana yake walikula chakula kinacholeta nguvu ya mwili, kinachostawisha afya ya mwili, lakini hawakupata chakula kinachowapa nguvu za kiroho, kinachowapa uzima ndani yao. Ndiyo maana walikula wakafa. Lakini Yesu anakuja badala ya mana jangwani. Yeye anakuja kuwa chakula cha uzima kwa ajili ya ulimwengu wote. Tena anasema mtu akila chakula hicho hata kufa kabisa. Na anasema chakula anachotoa yeye ni mwili wake na damu yake kwa ajili ya uzima wa ulimwengu ujao. Kwa hiyo Mungu anatuandalia katika madhabahu yake mwili wa Yesu Kristo, ambao kazi yake ni kutupa nguvu za kiroho na za kimwili. Vivyo hivyo ukisoma Mathayo 4:4, wakati shetani anamwendea Yesu, anamwambia ikiwa ndiwe mwana wa Mungu, yageuze mawe haya yapate kuwa mikate. Lakini Yesu anamwambia mtu hataishi kwa mkate, bali kwa kila neno litokalo katika kinywa cha Mungu. Maana yake ukisoma Yohana 1:1 anasema hapo mwanzo kulikuwako neno, naye neno alikuwako kwa Mungu, naye neno alikuwa Mungu. Lakini ukirudi sasa hapa, kama mtu hawezi kuishi tu kwa mkate, anaishi kwa neno, naye neno ni Mungu, na yeye anasema mimi ndimi chakula cha uzima. Mtu akila hata kufa kamwe, bali atakuwa na uzima wa milele ndani yake. Bwana apewe sifa. Kwa hiyo ni Mungu ametuandalia neema ya pekee na kutupa chakula cha pekee ambacho hichi hakikutengenezwa na mwanadamu.
Ndio maana tunaita meza ya Bwana, kwa maana ya kwamba ni Mungu mwenyewe anayetuandalia chakula katika meza yake, anayetuhudumia katika madhabahu yake, anayetulisha chakula chake kutoka mbinguni, wala si cha mwanadamu. Na ndio maana tunadiriki kuacha vya kwetu vyote, tunakuja hapa madhabahuni ili Mungu atuhudumie yeye mwenyewe. Mkate na damu ni chakula cha Bwana, na yeye anatuhakikishia katika mwili wake tunao uzima wa milele, na kwamba hatutakufa kifo cha milele. Na tukifa kifo cha mwilini, bado yeye anasema atatufufua siku ya mwisho. Kwa hiyo ni wito wangu kwamba ni wajibu wetu sisi kila wakati tunapopokea tangazo la kushiriki meza ya Bwana, ni vema kujiandaa kwa ajili ya kuimarisha maisha yetu ya kiroho. Lakini pia ni wajibu wa wale ambao hawashiriki kwa namna mbalimbali. Ni wakati wenu wa kupokea, wa kujihoji na kujichunguza na kuchukua hatua, kwa sababu ndani ya mwili na damu ya Yesu Kristo tunaendelea kuthibitisha na kutambua thamani ya kifo cha Yesu Kristo msalabani kwa ajili ya maisha yetu. Ndio maana tunaimba, e Baba, kufa kwake twakutangaza, kufuka kwake twakukiri, na kurudi kwake tunakutazamia. Maana yake asiyeshiriki huyu, inaonyesha wazi hajafahamu kazi ya Yesu Kristo pale msalabani, hajaujua na kuona upendo wa Mungu kwa ajili yake. Lakini wanaoshiriki wanaonyesha itikio lao la upendo wa Mungu kwa ajili ya maisha yao. Kazi ya damu tangu Agano la Kale ilitumika kutakasa, kupatanisha, kusafisha, lakini pia ilitumika kuweka agano, kuweka mapatano, na ili agano liwe imara katika mambo mbalimbali yaliyofanyika, lilipaswa damu imwagike. Ndio maana Yesu anasema, hii ndiyo damu yangu ya agano. Tena anasema kwenye Mathayo 26:28, ndiyo damu yangu ya agano jipya. Maana yake anatengeneza agano jipya kwa njia ya damu yake. Agano la kwanza lilifanyika kwa njia ya damu ya wanyama, halikuweza kuwapa ukamilifu wanadamu, halikuweza kuwakomboa, halikuweza kuwasafisha. Ndipo Mungu anapomtoa Yesu Kristo kufa msalabani na kuimwaga damu yake, ambayo katika hiyo ulimwengu wote unasamehewa dhambi zake, ulimwengu wote unasafishwa. Wale wanaoamini na kumwendea yeye pale msalabani wanapata ondoleo la dhambi, na agano jipya linasimama kwamba sasa ni wana wa Mungu. Kwa hiyo Mungu aliamua kuleta ukombozi katika maisha ya mwanadamu kutoka kwenye dhambi kupitia damu ya Yesu Kristo. Ukisoma Petro wa kwanza sura ile ya kwanza na mstari wa 18, anasema, nanyi mfahamu kwamba mlikombolewa si kwa vitu viharibikavyo, kwa fedha au dhahabu, mpate kutoka katika mwenendo wenu usiofaa mlioupokea kwa baba zenu, bali kwa damu ya thamani kama ya mwana kondoo asiye na ila, asiye na waa, yani ya Kristo. Mtume Petro anatukumbusha kwamba ninyi kanisa wa Kristo mfahamu kwamba uthamani yenu, ubora wenu, uwepo wenu, fahamu kwamba hamkukombolewa tena kwa vitu vinavyoharibika. Hamkukombolewa, anasema, kwa fedha wala dhahabu, ili mpate kutoka katika mwenendo wenu usiofaa, bali mlikombolewa kwa damu ya thamani ya mwana kondoo asiye na ila, yani Yesu Kristo. Damu za wanyama ziliharibika, zilikuwa na ukomo. Fedha na dhahabu haziwezi kumtakasa mwanadamu, haziwezi kumfanya kuwa mkamilifu mwanadamu, lakini damu ya Yesu Kristo pekee ndiyo inayotuleta mbele za Mungu kuwa wakamilifu, ndiyo inayotusafisha, ndiyo inayotuondolea udhalimu wote, ndiyo inayotukomboa kutoka kwenye vifungo vya uovu na kutuweka huru na kuonekana sisi kuwa ni wa maana mbele za Bwana. Kwa hiyo damu ya Yesu Kristo
kazi yake ni kutusafisha, ni kututakasa, ni kutuandaa kwa ajili ya ufalme wa Mungu. Ukisoma waraka wa kwanza wa Yohana sura ile ya kwanza mstari wa 7 anasema, bali tukienenda nuruni kama yeye alivyo katika nuru, twashirikiana sisi kwa sisi, na damu yake Yesu mwana wake yatusafisha dhambi yote. Damu yake Yesu mwana wake yatusafisha dhambi zote. Kwa utaona kuna ushirika wa hawa watu wanaopokea mwili na damu ya Yesu Kristo. Maana yake tunaunganishwa, tunafanywa kuwa wamoja, tunafanywa kuwa familia moja katika Yesu Kristo. Ndio maana tunasema mkate tumegao ni ushirika na mwili wa Kristo. Tunaitikiaje? Maana yake sisi wote ni tunatokana na mwili wa Kristo. Bwana apewe sifa. Bwana apewe sifa. Kwa hiyo tunatoka katika mwili mmoja wa Kristo. Kwa hiyo ushirika wetu unaungwa pia katika mwili na damu ya Yesu Kristo. Lakini anasema sasa, kama sisi tunashirikiana sisi kwa sisi, damu yake Yesu Kristo mwana wa Mungu yatusafisha na kutuondolea dhambi zote. Kwa hiyo damu inatusafisha, inatufanya kuwa wamoja katika mwili na katika roho. Lakini pia damu ya Yesu Kristo kazi yake ni kutupigania na kutupa ushindi dhidi ya uovu, dhidi ya nguvu za giza, dhidi ya uharibifu wa kila namna. Kazi ya damu ya Yesu Kristo ni kututetea, ni kusimama upande wetu. Badala ya wewe kusimama na kupigana, damu ya Yesu inaporuhusiwa kupita, kusimama, inapoachiliwa mahali palipo na vita, yenyewe inasimama, badala ya muhusika inamtetea. Ndio maana wakati mwingine nasema damu ya Yesu Kristo inanena mema. Maana yake kazi yake ni kunena mema palipo na uharibifu. Damu ya Yesu ikiachiliwa inanena mema. Palipopandwa chuki inanena baraka, inanena amani, inanena ushindi. Palipo na magomvi na mafarakano inanena mapatanisho, inaleta upatanisho. Palipo na maumivu inaleta uponyaji, inaleta afya. Kazi ya damu ya Yesu ni kutupigania na kuleta ushindi dhidi ya nguvu za giza. Ukisoma Ufunuo sura ya 12 mstari wa 11 anasema, nao wakamshinda kwa neno la ushuhuda wao na kwa damu ya mwana kondoo. Kwa hiyo damu ya Yesu Kristo kazi yake ni kutusafisha, ni kutuweka huru, ni kutupigania. Wito wangu kwa kanisa tunapojiandaa kuelekea siku ya kesho ya Alhamisi Kuu, ni wito wetu tutembee tukifahamu kwamba damu, sakramenti ya meza ya Bwana ni mwili wa kweli na damu ya kweli ya Bwana wetu Yesu Kristo. Na tunapokuja kupokea hapa, ni Mungu mwenyewe anayetuhudumia, ni Mungu mwenyewe anayekutana na watu wake, ni Mungu mwenyewe anayekupa nguvu, anayekurejeshea nguvu na afya, anayekupa baraka kupitia mwili wake. Lakini pia unapopokea mwili na damu ya Yesu, unaonyesha uhusiano wako wewe na Mungu, ushirika wako wewe na Mungu. Tunasema ni ukiri wa hadharani wa kutangaza ya kwamba mimi nimekombolewa kupitia kifo cha Yesu Kristo pale msalabani. Huo ni ushuhuda na ukiri wa wazi kwa watu wengine wote, na maana yake wasioshiriki, maana yake hawatambui kazi ya Mungu pale ya Yesu Kristo pale msalabani. Kwa hiyo ni waalike washarika wote siku ya kesho ambayo tutakuwa na tendo hili takatifu, kujiandaa kupokea mwili na damu ya Yesu Kristo kwa ajili ya ondoleo la dhambi, kwa ajili ya wengi. Anasema ndiyo damu yangu ya agano jipya imwakayo kwa ajili ya wengi na kwa ondoleo la dhambi. Mtakatifu na azidi kujitakasa, na mwenye haki azidi kutenda haki. Mwenye kudhulumu, Biblia inasema azidi kudhulumu, lakini mwenye kutenda haki azidi kutenda haki, na mtakatifu azidi kujitakasa. Na sisi wenyewe hatuwezi kujisafisha na kujitakasa nje na damu ya Yesu Kristo. Bwana ametuandalia mwili na damu yake. Siku ya kesho tutakapokuja mahali hapa, basi tuje tukiwa tumeiandaa mioyo yetu kwamba Bwana anakwenda kutuhudumia, Bwana anakwenda kutupa mwili na damu yake, ili sisi nasi tupate nguvu za kiroho na za kimwili. Njoo ukiwa umejiandaa,
kwamba ni Mungu mwenyewe anayekuhudumia. Yako mambo mengi ambayo wakati mwingine yamekuwa ni magumu, wakati mwingine ni afya, wakati mwingine ni uchumi, wakati mwingine ni mambo ya kifamilia, ya mahusiano, wakati mwingine yamekuwa magumu. Tumekuwa tukifundisha mara kadhaa kwamba unaweza kushiriki mwili na damu ya Yesu Kristo kwa ajili ya afya yako na ukapata uponyaji. Unaweza ukashiriki mwili na damu ya Yesu Kristo kwa ajili ya vita ulionayo, pengine ya kiroho, pengine ya kimwili, lakini damu ya Yesu Kristo inaweza kabisa kukutetea. Mahali ambapo akili na uwezo wako haviwezi kusimama, lakini damu ya Yesu Kristo na mwili wake vinaweza kusimama kukupigania. Mahali ambapo huwezi kusema neno, damu ya Yesu inanena mema. Damu ya Yesu inaweza kukutetea na kusaidia. Mahali ambapo huwezi kuvuka, mwili na damu ya Yesu Kristo vinaweza kukuvusha. Nikualike kesho na Mungu akupe hiyo neema. Ametuandalia mwili na damu yake kwa ajili ya wengi kwa ondoleo la dhambi, na hilo ndio agano jipya aliloliweka kati yake na kanisa, ili kanisa liendelee kujitakasa kwa damu yake. Sioshwi dhambi zangu ila damu yake Yesu, hapendezewi Mungu ila damu yake Yesu. Hakuna kabisa wa ya makosa ya kututakasa ila damu yake. Mungu wetu mtakatifu, Baba yetu wa mbinguni, kwanza tunaendelea kukutukuza na kukuinua kwa ajili ya zawadi ya kumtoa mwana wako mpendwa Yesu Kristo kufa msalabani, kamwaga damu yake ambayo ilimwagika kwa ajili ya wengi kwa ondoleo la dhambi. Nasi tunasogea chini ya msalaba wako Kristo, ili upate kututakasa na kutusafisha na kutuondolea uzalimu wa kila namna. Damu yake Yesu Kristo ipite juu ya maisha yetu kiroho hata na kimwili pia, ikatupiganie na kututetea katikati ya uharibifu, katikati ya maumivu na mateso mengi, katikati ya ziki na taabu na upinzani wa kila namna. Damu yako Yesu ikatuweke huru. Tunapojiandaa kupokea mwili na damu yako siku ya kesho, tukatiwe nguvu na kuimarishwa tena katika maisha yetu ya kiroho na ya kimwili, ili tuendelee kudumu katika tumaini lo jema, kukutegemea wewe Bwana hata utakaporudi. Wabariki na kuwatunza watoto wako, lakini kuendelea kuwaandaa kwa ajili ya siku ya kesho, ili tuweze kupokea neema na baraka kupitia mwili na damu yako ambayo umeitoa kwa ajili yetu. Tendo la kupokea mwili na damu yako lirejeshe matumaini mapya katika mioyo ya watoto wako, lilete uzima na afya kiroho na kimwili pia, lituvushe kutoka kwenye mapingamizi ya kila namna, na kila mmoja aondoke akikutukuza na kuinua wewe Bwana. Endelea kutubariki, endelea kutulinda, endelea kututunza, endelea kutuhudumia kila wakati, wala usitupungukie. Katika jina lako takatifu Mwokozi wetu tumeomba, amen. Twaimba utu unana kwa ujumbe unaotuandaa mioyo yetu wakati tunapojiandaa kwa ajili ya kesho kukutana na Bwana wetu Yesu Kristo kwa njia ya kula na kunywa
damu yake. Tunakwenda kumshukuru Mungu kwa toleo la shukrani ya Kwaresima. Kwaya kuu, karibu kwa wimbo mmoja. Karibu kwaya kuu kwa wimbo mmoja. Wakati kwaya kuu mnatoa na huku mnajipanga kuimba, basi wimbo namba 188 ubeti wa pili. Kati kwaya kuu mnatoa pamoja na kujiandaa kuimba wimbo namba 188 ubeti wa pili. La kunisa imekujia naleta vyote tulivyo, ni moyo wangu hata na mawazo iyo heshima yangu. Tuombe. E Mungu mwenye neema na rehema, umetupa fadhili nyingi. Kwa hiyo twakusihi uyapokee matoleo ya watu wako, katika upendo wako uyatume yalete matunda ya kiroho, ili ufalme wako uenezwe hapa na popote duniani. Kwa Yesu Kristo mwana wako na Bwana wetu, amen. Tuendelee kuomba ukurasa wa 388. E Mungu wa milele mweza yote, e Bwana usikie kuomba kwetu. E Bwana usikie kuomba kwetu. Mungu Baba wa mbinguni, Mungu Mwana Mwokozi wa ulimwengu, Mungu Roho mpatanishi, utuhurumie. Utusaidie Mungu mwenye huruma, kutoka uharibifu wa dhambi, kutoka uasi na ubaya wa kila aina, kutoka hila za shetani, kutoka kifo cha radi, vimbunga na njaa, kutoka vita, chuki na uhasama, kutoka kifo cha ghafla, kutoka kifo cha milele. Kwa kuzaliwa kwako
kwa kufa kwako msalabani, kwa kufufuka kwako na kupaa kwako. Siku zetu za kuteseka, wakati wa kufa kwetu, siku ile ya hukumu. Baba mwenye enzi, tunakuomba usikie na kutukubalia maombi yetu. Tunakuomba uangalie shida zetu nyingi, utuokoe na nguvu za dunia na shetani, ili tuwezeshwe kushinda na kukaa katika umoja wa waumini wako pamoja na wewe Mungu Baba, Mwana na Roho Mtakatifu, uishie na kutawala mbinguni na duniani milele na milele. Amen. Baba yetu uliye mbinguni, jina lako litukuzwe, ufalme wako uje, mapenzi yako yatimizwe hapa duniani kama huko mbinguni. Utupe leo riziki yetu, utusamee makosa yetu kama sisi tunavyosamea waliotukosea, usitutie majaribuni, lakini utuokoe kutoka uovu, kwa kuwa ufalme ni wako na nguvu na utukufu na hata milele. Amen. Bwana akae nanyi. Tumhimidi Bwana. Pokeeni baraka za Bwana ninyi nyote mlionyenyekea mbele za uso wake Bwana na kumwinulia mioyo yenu ili apate kuwabariki. Bwana Mungu akubariki, akulinde. Bwana Mungu akuangazie nuru za uso wake na kufadhili. Bwana Mungu akuinulie uso wake, akupe amani yake. Katika jina la Mungu Baba na la Mwana na la Roho Mtakatifu. Amen. Amen. Matendo yangu uyatengeneze Yesu, uniongoze popote nitakapokuwa. Bwana usikie maombi yetu. Amen. Kanisa, Bwana Yesu asifiwe. Amen. Ni wapongeze ninyi nyote ambao mmetenga muda wenu kwa ajili ya kushiriki ibada hii ambayo ni ya mwisho katika majira ya Kwaresima ya mwaka huu. Hongereni sana na Mungu awabariki kwa ajili ya kujitoa kwenu na utayari wenu. Lakini pia niwakaribishe, kesho tutakuwa na ibada ya Alhamisi Kuu, itaanza saa 11 kamili jioni. Kwa hiyo ninawakaribisha wote, na Bwana ametuandalia mwili wake na damu yake. Kwa hiyo tuwakaribishe wote mnaoshiriki ili mje kupokea mwili na damu ya Yesu Kristo. Tafadhali naomba usikose, ni ibada muhimu sana sana sana. Kwa hiyo ni wajibu wako kufika na kushiriki katika ibada hiyo. Bwana apewe sifa. Kwa hiyo karibuni wote kwa muda huo saa 11 kamili jioni. Lakini pia Ijumaa tutakuwa na ibada mbili. Ibada ya kwanza ni saa 12 alfajiri, na ibada ya pili itakuwa ni saa 7 mpaka saa 9 alasiri, na tutamaliza hapo. Ni matendo makubwa ambayo Mungu ameyaandaa, na siku hizi zote kuanzia leo, kesho ni siku za ibada. Kwa hiyo tunakuomba tena, tenga muda wa kuhakikisha hizi siku maalum muhimu ambazo ndio zinabeba
kazi yote ya Kwaresima tuliokuwa nayo siku zote tunaenda kuzihitimisha. Kwa hiyo ni muhimu kuwepo katika ibada hizo. Niwashukuru wazee wa kanisa kwa kutuhudumia, lakini kwaya zetu hakikisheni kwamba mnatuhudumia pia vizuri katika ibada ambazo zitaendelea mpaka siku ya Jumapili kwa kuzingatia ratiba na zamu zenu.